Bishara ya kwanza watakaoipata wacha Mungu. Sasa tupo akhira. Sehemu ya pili ya aya inasema lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, na katika akhira waja wakishasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kuhesabiwa. Katika bishara ambazo tutazipata wacha Mungu nyingi, bishara ya kwanza watapata bishara ya maghfiratu dhunub, watasamehewa madhambi. Na hii ni bishara kubwa sana ambayo Allah azza wa jalla amewaekea wacha Mungu wote duniani. Wakifika يوم القيامه akhira, yaghfir lahum dhunubahum bifadlihi wa rahmatihi wa karamihi subhanahu wa ta'ala, wa rahma yake na fadhila yake na ukarimu wake subhanahu wa ta'ala. Aya ni hii ambayo tumeisoma mbele yake, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa aminu birasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum, na tawasamehe. Kwa hiyo huo msamaha waja wataupata wakifika siku ya kiyama. Madhambi yote ambayo tuliyafanya duniani Allah azza wa jalla atakwenda kuyafuta siku ya kiyama. Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Mwanadamu ni mwenye kukosa na mwenye kufanya madhambi, na madhambi ayafanyayo mwanadamu ni madhambi mingi, madhambi tofauti tofauti kila wakati, na madhambi mengine ya wazi na madhambi mengine ya siri, madhambi mengine ya mchana na madhambi mengine ya usiku. Hadith qudsi inatuambia ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, enyi waja wangu hakika nyinyi ni wenye kufanya makosa na madhambi usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Kwa hiyo takwa Allah subhanahu wa ta'ala itakuja siku ya kiyama kuwa ni sababu kubwa ya kwenda kufuta madhambi ya waja waliokuwa wacha Mungu.